Wajasiriamali nchini wamemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha majukwaa ya wanawake nchini. Akizungumza na Sat Media, mmoja wa wajasiriamali kutoka taasisi ya UWAJATA, yaani Umoja wa Wajasiriamali Tanzania, inayounganisha wajasiriamali kote nchini na kuwapa nguvu ya soko, mitaji na uzalishaji wa bidhaa zenye ubora, amesema umoja huo unawapa nguvu katika ujasiriamali, huku wengine wakiasa vijana kujiunga katika taasisi hiyo kwa kuwa kuna fursa za ndani na nje ya nchi. Zaidi, wajasiriamali hao wanasimulia kazi zao na faida ya kuwa katika umoja huo. Namshukuru kwanza Mama Samia Suluhu Hassan kuanzisha majukwaa ya wanawake. Majukwaa haya ndio yametufanya sisi tukae karibu kwenye makundi na umoja huo wa wajasiriamali Tanzania, na tunafanya kwa ushirikiano kwa mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani. Na mpaka sasa hivi tumejiunga na VETA, na sasa hivi tunasaidia kufundisha wasichana na vijana mbalimbali kwenye fani mbalimbali za ushonaji na ubunifu wa mitindo na utengenezaji wa batiki. Na hapa nimekukuta kwenye maonesho haya, imekuwaje huko hapa na biashara imeendaje na wateja kwa hali kadhalika ni wa aina gani hasa? Asante. Mimi nipo hapa kwenye maonyesho haya ya VETA. Kwanza tunaadhimisha kitaifa miaka 30 ya VETA. Pili, nipo kwenye Umoja wa Wajasiriamali Tanzania, na kwenye swala la biashara nzuri, na wateja wamefika kwa wakati, na toka tumekaa hapa tuna siku ya 4 leo tunafunga maonyesho. Tumefurahi, tumefundisha watu jinsi ya utengenezaji wa batiki na jinsi ya ushonaji, na wao wamefurahi walifika kwenye banda letu la mkoa wa Pwani la UWAJATA. Nashukuru sana. Okay, wito kwa wanawake wengine? Wito kwa wanawake wasichana pia? Wito kwa wanawake na wasichana, kwanza kundi la wasichana wasione hizi kazi za kina mama, hizi kazi za vijana, kwa sababu wao ndio taifa la kesho, na wao ndio tunawataka kwenye ubunifu waendelee kuwafundisha hata watoto wadogo shuleni. Sisi wamama tusijipweteke. Tunaposema tunatafuta uchumi, tunatafuta uwezeshaji, kwanza ni wewe mwenyewe ujiwezeshe, ukamwezeshe na mwenzio. Tunatengeneza vikoi ambavyo vinatumia uzi wa cotton kwa mashine za handloom. Na kikoi mpaka kikamilike mahitaji yake ni yapi? Mahitaji ya kikoi mpaka kikamilike, tunanunua uzi kama uzi kiwandani. Baada ya hapo tunaanza kuandaa kwa kupitia mashine tulizonazo. Okay. Na ushonaji kwa siku labda unaweza ukashona vikoi vingapi? Ushonaji kwa siku kikoi kuna kama hiki hapa. Hii hapa ni kikoi ambacho ni plain, inatumia uzi mmoja. Kikoi kama hiki kwa siku naweza nikashona vikoi 10. Na kuna double kama hii. Hii inatumia nyuzi 2. Kwa hii naweza nikatoa kwa siku vikoi 8. Na hiyo ya kikoi nyuzi 1 ni shilingi ngapi ukija sokoni, na ya njia 2 nyuzi 2 ni shilingi ngapi sokoni? Kama hii hapa single ni shilingi 15. Hii double ni shilingi 20. Aha, nimekukuta hapa kwenye maonesho ya miaka 30 ya VETA. Biashara umeionaje? Wateja wamekuja ama umepata kitu kipya? Kwa kweli kwenye maonyesho ya VETA kwa miaka 30, maonyesho yamekuwa ni ya wastani. Si kwamba ni makubwa zaidi au ni madogo, lakini kwa wastani tulichokipata tunamshukuru Mungu. Hakuna wateja ambao pamoja hawajanunua lakini wameacha kontakti zao, umebadilishana namba, na zitakusaidiaje katika biashara? Kwa kweli ndio tunaliangalia. Unaweza ukashiriki maonyesho usiuze, lakini ndani ya wale unaokutana nao kwa kweli inaleta faraja baadaye. Maana mwingine anaweza kaja asinunue, lakini ndani yake akachukua contacts za kwenda kutafuta wewe baadaye kufanya naye biashara.
Kwa hiyo tunachoangalia ni pale kwamba unapokuja kufanya maonyesho sio lazima uuze. Kuna ile unapokutana mnabadilishana mawazo na wafanya biashara wenzako ili baadaye muweze kuwa katika biashara nzuri. Aha, na mtu akitaka kuja kujifunza kushona kama unavyofanya, inakuwaje gharama za kumfundisha mtu kama ni mwanafunzi au kujiunga na kikundi chenu kwa ujumla? Sawa. Mwanafunzi anapohitaji kuja kujifunza, kwanza kabisa tunamkaribisha afike ofisini apate maelekezo zaidi, na tunafundisha taasisi pia, sio kwamba labda ni mtu binafsi peke yake. Taasisi, kikundi tunafundisha, ila unapohitaji unahitaji kuonana na uongozi, ufike ofisini upate maelezo zaidi. Na kozi zenu zinachukua muda gani au uwepesi wa mtu kichwa chake? Kozi zetu kawaida zinaanzia miezi 6. Miezi 6 mwaka mmoja. Ndani ya miezi 6 na mwaka mmoja anakuwa yuko vizuri na anapata ajira. Na kwa ujumla wake unawaasa nini hasa vijana, na hasa vijana wa kike na wa kiume kama wanaona hizo kazi kama za kwetu hivi wanawake? Ninapenda kuwashauri vijana, hasa watoto wa kike. Napenda kuwaasa kwanza wawe na bidii za kujituma katika kazi, hasa za kujiajiri. Wasitegemee kuajiriwa au kuwa tegemezi. Kujitume katika kujiajiri. Na unapopata ujuzi kama huu ni moja njia ya kujiajiri. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Belinda Semtandi, Sat Media.